mfalme wa mbinguni, hakuna aliye kama Jehova. Tunaomba Jehova msamaha wa dhambi, ukaweza kutusamea makosa yetu Jehova wa mbinguni. Adui aliye mfalme wa mbinguni, tunajikabidhi mbele zako kwa kuwa ni Mungu na hakuna aliye kama Jehova. Asante kwa vile tulikuomba kutoka siku ya Sunday, utuongoze tukiona siku ya leo Jehova, tukurudishie sifa na shukrani mfalme wa mbinguni. Pokea sifa na shukrani ukiwa katika kiti chako cha enzi mfalme wa mbinguni. Kuna walikuwa wanatarajia kuona siku ya leo Jehova na hawakuweza kuiona Jehova. Sisi si watakatifu kuliko mfalme wa mbinguni, lakini neema yako Jehova ukaona tukue hai siku ya leo Jehova, ili tukazidi Bwana kulisifu jina lako mfalme wa mbinguni. Tuko nao watoto wako katika nyumba yako mfalme wa mbinguni, wa church school, wa youth Jehova wa mbinguni, tuwakabidhi mikononi mwako Jehova wa mbinguni. Kuna walirudishwa nyumbani kwa ajili ya strike Jehova, shule zao zikachomeka mfalme wa mbinguni, hawajui wataanzia wapi mfalme wa mbinguni, lakini tunajua wakati tumefika mwisho Jehova, hapo ndio unaanzia Jehova kuonekana mfalme wa mbinguni. Tukabidhi watoto mikononi mwako Jehova, ukazidi Bwana kuwaonekania, ukapatia hata wazazi fedha za kuwarudisha shuleni mfalme wa mbinguni. Kuna hata wana school fees Jehova wa mbinguni, wengine waliwarudisha na wajui watafanyaje Jehova wa mbinguni. Tunajua yote yanawezekana kwako mfalme wa mbinguni. Hakuna aliye kulilia mfalme ukaweza Bwana kukosa kusikia kilio yake Jehova wa mbinguni. Tuomba Jehova ukazidi Bwana kutuonekania katika kila jambo mfalme wa mbinguni. Tuko nao wagonjwa wako hospitalini mfalme wa mbinguni, ukaweza kuwakumbuka mfalme wa mbinguni. Ukazidi Bwana nyosha mkono wako Jehova wa uponyaji katika jina la Yesu Kristo Bwana. Kuna wameingia katika hii nyumba yako Jehova na wajisi vizuri mfalme wa mbinguni. Tuko na uhakika Jehova bila wameingia watatoka hivyo Jehova, utakuwa umewaponya mfalme wa mbinguni. Kuna Jehova wa mbinguni hata wako manyumbani waweza kufika mahali hapa Jehova wa mbinguni, tuwakabidhi mikononi mwako Jehova. Kwa hiyo unajua sababu yenye imefanya wasikuje mfalme wa mbinguni, waonekanie mfalme na wenye wako pale kwa ajili ya ugonjwa Jehova kaweze kuwaponya Jehova. Tunaomba kwa ajili ya wazee wa kanisa mfalme, kaweze Bwana kuwaongoza mfalme wa mbinguni, kaweze Bwana kuwabariki kwa vile wanafanya kazi mzuri Jehova kutuongoza mfalme wa mbinguni. Tunaomba kwa ajili ya group leaders mfalme, tuomba mkononi mwako, barikisha mkononi mwako Jehova, ukazidi Bwana kuwapatia hekima wakati wanapofanya kazi yako mfalme wa mbinguni. Tunaomba kwa ajili ya mchungaji wetu mfalme, tunawakumbuka wote wawili mfalme, mtana leo mfalme wa mbinguni, ukaweza Bwana kuwabariki na kazidi Bwana kuwaonekania mfalme, kwa vile Jehova ile kazi wanafanya mfalme, bila wewe hawawezi mfalme wa mbinguni. Tuwakabidhi mikononi mwako Jehova, ili ukazidi kuwaongoza mfalme wa mbinguni. Na kanisa lote la Presbyterian from cancellation up to district mfalme wa mbinguni, tuwakabidhi mikononi mwako Jehova, ukazidi Bwana kutuonekania kwa kuwa ni Mungu na hakuna aliye kama yeye Jehova. Tunapoanzia ibada mfalme, tunahitaji Roho wako Mtakatifu akatuongoze tunapoanza na tunapomaliza Jehova. Sifa na shukrani ni kwako. Programu zote Jehova zenye ziko mbele yetu Jehova, tutazikabidhi mbele zako mfalme wa mbinguni. Mnenaji wa neno Jehova wa mbinguni, tuamkabidhi mbele zako mfalme wa mbinguni. Muonekanie anaponena neno lako Jehova, ikakuwe Jehova na kujenga maisha yetu mfalme wa mbinguni, na likabadilisha hata maisha ya wenye wako chini mfalme wa mbinguni. Kuna yeye mwenye anaongoza mfalme, kuna presentations mfalme wa mbinguni, zote tutazikabidhi mikononi mwako. Tuongoze na tukiona Jehova tukifika tamati, sifa na shukrani ni kwako, na ni katika jina la Yesu Kristo Bwana tunaomba na tukuamini. Baba yetu uliye mbinguni, ufalme wako na uje, mapenzi yako yatimizwe duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, lakini tuokoe na mwovu, kwa kuwa ni wako na nguvu na utukufu sasa na hata milele. Amen.
Mtakatifu Mungu ishi milele, twakushukuru, twakwambia ni asante kwa sababu ya siku ya leo, ni asante kwa sababu ya wakati huu. Tunakushukuru kwa sababu ya neema zako, ni asante kwa sababu siku ya leo ni wewe umetusaidia kuiona. Haikuwa ni lazima, lakini kwa neema zako umetuwezesha. Tunakushukuru na kuambia ni asante. Tunashukuru kwa sababu ya njia zako za ajabu, ya kwamba siku ya leo Jehova Jire umetusaidia kuwa hapa sote mpaka na hawa analika Jehova Jire. Ni asante kwa sababu umewaita kwa wito mtakatifu, ni asante kwa sababu wewe ndiye Mungu wao. Tunaendelea kuweka mikononi mwako, ukaendelea kuwaongoza, ukaendelea kuwashika mkono. Asante kwa ubali wamefika, ni kwa sababu ya neema zako umekuwa Ebeneza. Katika maisha yao Baba, tunaomba uendelee kuwa nuru katika njia zote zao. Wengine wako shule, wengine wamemaliza shule wanatafuta kazi, na hata wengine Baba wanajiandaa kuingia katika maisha ya ndoa, na wengine wako tayari wameanzisha maisha ya ndoa. Wote wanakuhitaji. Tunaomba Baba ukawaangazie kwa jua lako la neema, ukawapigania katika kila hali, mfalme wa mbinguni. Wasaidie kuwa imara katika neno lako, na ili waweze kuistahimili nguvu zao za giza katika jina la Yesu Kristo. Wasaidie kujua ukweli ni Yesu, na njia ni Yesu, na yote ambaye amekuja kwa Yesu hakuna siku hata moja atapata giza. Waongoze, wabariki, mahitaji ya mioyo yao Baba unayajua. Watimizie kwa utukufu wako Jehova Jire. Yale watu wamekuomba katika mapenzi yako Baba, uwatimizie kwa utukufu wako. Watumie kama chombo chako katika ufanisi wa injili yako Jehova, katika nchi yetu na ulimwengu kote Jehova Jire. Wacha wakaendelee kuwa nuru, na uendelee kuwabariki na kuwainua katika jina la Yesu Kristo. Wabariki, maana ukuwabariki hakuna yeyote ambaye ataweza kuwalaani. Tumesema ni asante, wakiendelea kuwa baraka kwa wazazi, wakiendelea kuwa baraka kwa kanisa, na wakiendelea kuwa baraka katika nchi yetu. Jina lako litukuzwe, jina lako lihimidiwe, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini.
kuonja vile maisha yalivyo. Msamaria alionja akapata kutambua vile maisha yalivyo, kuwa na Yesu moyoni. Alikimbia nyumbani akapata kutambua vile maisha yalivyo, kuwa na Yesu moyoni. Msamaria alionja akapata kutambua vile maisha yalivyo, kuwa na Yesu moyoni. Bwana Yesu ni Mwokozi na ni Bwana wa mabwana, upendo wake Mwokozi kwetu sisi ni wa milele. Msamaria alionja akapata kutambua vile maisha yalivyo, kuwa na Yesu moyoni. Msamaria alionja akapata kutambua vile maisha yalivyo, kuwa na Yesu moyoni. Vile maisha yalivyo, kuwa na Yesu moyoni. Ninazidi kutembea maombi
katika kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 17 mstari wa 22. Samueli wa kwanza mlango wa 17 mstari wa 22. Kuwa akisema nao, kumbe yule shujaa alitokea, yule Mfilisti wa Gathi, jina lake Goliathi, akitoka katika jeshi la Wafilisti, akasema maneno yale yale, naye Daudi akayasikia. Na watu wote wa Israeli walipomwona yule mtu wakakimbia, wakaogopa sana. Watu wa Israeli wakasema, je, umemuona mtu huyu aliyepanda huko? Hakika ametokea ili awatukane Israeli. Basi itakuwa mtu yule atakayemuua, mfalme atamtajirisha kwa utajiri mwingi, naye atamwoza binti yake na kuifanya mbari ya baba yake kukuwa huru katika Israeli. Daudi akaongea na watu waliosimama karibu, akasema, je, atafanyiwaje yeye atakayemuua Mfilisti huyo na kumuondolea Israeli aibu hii? Maana Mfilisti huyu asiyetahiriwa ni nani hata awatukane majeshi ya Mungu aliye hai? Nao watu wakamjibu vivyo hivyo, wakisema, ndivyo atakavyofanyiwa mtu yule atakayemuua. Naye Eliabu mkubwa wake alisikia hapo alipoongea na watu, na hasira yake Eliabu ikawaka juu ya Daudi, akasema, mbona wewe umeshuka hapa? Na kondoo wale wachache umewaachia nani kule nyikani? Mimi nakujua kiburi chako na ubaya wa moyo wako, maana umeshuka ili upate kujitazama vita. Naye Daudi akamjibu, je, mimi nimekosa nini sasa? Je, si neno kubwa hilo? Naye akamgeukia ili kumwekelea mtu mwingine, akasema naye jinsi ile, na watu wakamjibu tena jinsi ile kama ya kwanza. Na maneno hayo aliyoyasema Daudi yaliposikiwa, watu wakamweleza Sauli, naye akatuma mtu kwenda kumuita. Daudi akamwambia Sauli asizimie moyo mtu yeyote kwa ajili ya huyu. Mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti huyo. Sauli akamwambia Daudi, huwezi wewe kumwendea Mfilisti huyo upiganaye naye, maana wewe ukijana tu, na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake, na alipokuwa akija simba au dubu, akamkamata mwanakondoo wa lile kikundi. Mimi hutoka nikamfuata, nikampiga, nikampokonya kinywani mwake, na akinirukia humshika ndevu zake,
nikampiga, nikamuua. Mtumishi wako alimuua simba na dubu pia, na huyo Mfilisti asiyetahiriwa atakuwa kama mmoja wao, kwa sababu amewatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Daudi akasema, Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba na makucha ya dubu ataniokoa na mkono wa Mfilisti huyo. Sauli akamwambia Daudi, enda, na Bwana atakuwa pamoja nawe. Ndipo Sauli akamvika Daudi mavazi yake ya vita, akamtia chapeo cha shaba kichwani, akamvika diri, naye Daudi akajifunga upanga juu ya mavazi yake. Akajaribu kuenda, maana alikuwa hajavijaribu. Daudi akamwambia Sauli, siwezi kwenda na vitu hivi, maana sikuvijaribu. Basi Daudi akavivua, akaichukua fimbo yake mkononi, akajichagulia mawe laini 5 katika kijito cha maji, akayatia katika mfuko wa kuchugaji aliokuwa nao, maana ni mkoba wake, na kombeo lake alikuwa nalo mkononi mwake. Akamkaribia yule Mfilisti. Huyo Mfilisti naye akamsongelea Daudi na kumkaribia, na mtu yule aliyemchukulia ngao yake akamtangulia. Hata Mfilisti alipotazama huku na huku, hakumuona Daudi, akamdharau, kwa kuwa ni kijana tu mwekundu, tena ana sura mzuri. Mfilisti akamwambia Daudi, je, mimi ni mbwa hata umenijia kwa fimbo? Mfilisti akamlaani Daudi kwa miungu yake. Mfilisti akamwambia Daudi, njoo huku kwangu, nyama yako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakukujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Siku hii ya leo Bwana atakuua mikononi mwangu, nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako. Nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi, mizoga ya majeshi ya Wafilisti, ili kwamba dunia nzima wajue ya kuwa yuko Mungu katika Israeli. Nao jamii ya watu wote pia wajue ya kwamba Bwana haokoi kwa upanga wala kwa mkuki, maana vita ni vya Bwana, naye atawatia ninyi mikononi mwetu. Ikawa hapo Mfilisti alipojiinua, akaenda akamkaribia Daudi. Ndipo Daudi naye akampiga mbiu, akalikimbilia jeshi ili akutane na yule Mfilisti. Daudi akatia mkono wake mfukoni, akatwaa humo jiwe moja, akalitupa kwa kobe lake, akampiga Mfilisti katika kipaji cha uso. Jiwe hilo likamwingilia kipajini, akaanguka chini kifundifudi.
Hivyo Daudi akamshinda yule Mfilisti kwa kobe na jiwe. Akampiga Mfilisti akamuua. Walakini Daudi hakuwa na upanga mkononi mwake. Aliyewasomea ni Michelle Njeri na nimeokoka, na neno linaendelea. Neno la pili tunaipata katika kitabu cha Waefeso 6 mstari wa 10 hadi 18. Waefeso 6 mstari wa 10 hadi 18. Waefeso 6:10 hadi 18. Tutasoma. Hatimaye msindi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wambaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku za uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni na kuvaa darii ya haki kifuani, na kufungiwa miguu tayari tupatao kwa ajili ya amani. Zaidi ya yote mkitoa ngao ya imani, ambaye kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Tena ipokeeni shepeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Aliyewasomea ni David Kengori na Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time, and that is his nature. Mungu ni mwema kila wakati. Jina langu ni Joseph Githenji na nimeokoka mchana wa leo. Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Ninamshukuru kwa sababu ya wema na fadhili zake ambazo zinadumu milele. Kila wakati ananihimiza kwa pamoja nanyi, nami nisiweze kuogopa. Ananikumbusha kila wakati ni mchungaji mwema. Nami nimeamua kukaa kwa Yesu maisha yangu yote. Amenitendea mema, ninamshukuru. Katika vita zote amekuwa akinipigania. Si ya kwamba safari imekuwa nywe, lakini katika kila hali nimeona Bwana kuwa pande yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninashukuru na ninamwambia Mungu ni asanti. Nimeba hii parish kuanzia Januari ya mwaka huu na ninaendelea vizuri, na hata kama nimekaa bila kuja hapa bado niko katika Kariobangi South Parish nikiwa mwanafunzi wa habari njema ya Yesu, na ninashukuru nimemwona Bwana na ninasonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo tuko hapa kuliabudu jina la Bwana na ili kusikia neno lake. Na neno la Bwana ama dhimu yetu leo ama kauli mbiu siku ya leo ni tufae silaha za vita za Bwana. Sana za vita za Bwana, armor of God. Na ambaye anatuongoza ni mtumishi wa Mungu Paulo, ambaye alikuwa mbereni, alikuwa mtu ambaye alikuwa mbaya, alikuwa anadhulumu kanisa la Yesu, lakini baada ya kukutana na Yesu akabadilika na akawa mtumishi wa Mungu na akafanya kazi iliyo nyingi sana, ndiposa mpaka siku ya leo tunaongea mambo ya Paulo, na akabadilishwa jina akaitwa Paul. Bereni alikuwa anaitwa Sauli. Na kuna mahali nilikuwa ninasoma ya kwamba ni muhimu sana mtu kulidhamani jina lake, kwa sababu Mungu anamjua mtu kwa jina lake, na ndiposa hangeweza kuendelea kumuita Saulo kwa sababu alibadilisha akamuita Paulo. Yakobo akabadilishwa akaitwa Israeli kwa sababu alibadilishwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nasi sisi tuko na majina mpya katika Bwana,
si ni wokovu ambao tumeokolewa na Yesu. Na kwa hivyo Paulo akafungwa jela, si kwa sababu alikuwa mwizi, si kwa sababu alikuwa amemtusi mtu, si kwa sababu alikuwa amepindua serikali, ni kwa sababu yetu ya injili ya Yesu. Akafungwa jela. Na hapa ndipo tunampata akiandikia kanisa la watu wa Efeso. Alikuwa anawaandikia. Na akiwa katika jela, kuna wale askari walikuwa wanamlinda, na walikuwa wanamlinda sana ili asiweze kuondoka, kwa sababu wakati wa kuongea mambo ya Yesu ilikuwa ni hatari sana. Lakini jambo ambalo huwa inanipendeza ni kwamba injili ya Yesu ilikuwa inaendelea. Hata kama watumwa walikuwa wanadhulumiwa, Wakristo walikuwa wanadhulumiwa, injili ya Bwana ilikuwa inafanya nini? Inaendelea. Kwa hivyo Paulo alikuwa anawaandikia wa Efeso, hata ingawa hangeweza kuwafikia yeye binafsi, alikuwa anawaandikia maneno ya kuwatia nguvu kama kanisa, kwa sababu alikuwa anajua kwamba ni wakati wa hatari. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo akaangalia wale askari alikuwa anawalinda, badala ya kuona watu wa kuwadhulumu akaweza kupata pisha ama somo kupitia kwa hiyo. Na kwa hivyo akawaandikia watu wa kanisa la Efeso, akawaambia kuweni hodari katika Bwana. Na huwezi ukawa hodari kama hufanyi practice ama hujui jambo zaidi. Huwezi ukawa hodari katika jambo lolote. Daktari hawezi akawa hodari kama hajajifunza vizuri kazi ya udaktari. Ndiposa hata wachezaji ili wawe hodari lazima waingie uwanjani kila asubuhi na mapema wafanye mazoezi ili wawe hodari. Mtu akiingia shuleni ili awe hodari lazima aingie shuleni kabisa. Iwe safari kwa namna gani. Shule iko na mateso mengi sana, lakini lazima uvumilie ili uitwe hodari. Nasi wa Kristo ili tuwe hodari lazima tuebe safari na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tupenye katika neno la Bwana. Lazima tutii amri za Mungu. Lazima tutamani zaidi kuelewa kile Mungu angetaka tufanye. Sio kuwa tu pale, hapana, ni kumjua Mungu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Paulo akawaambia kuweni hodari katika Bwana. Na akaongeza akasema, kwa sababu tuko katika nyakati za hatari. Tuko katika nyakati za hatari. Hao ni wa Efeso walikuwa wanaambiwa hivyo. Maana zilikuwa nyakati za hatari. Ukisoma historia ya kanisa, utasikia wakati huo hata kula meza ya Bwana. Vile huwa tunakula meza ya Bwana hapa. Wakristo walikuwa wanakula meza ya Bwana kuwa wamejifungia ili wasifamiwe. Tena kuna watu walikuwa wanawasikiza kwa dirisha vile wanasema. Unajua wanasema kwamba tunakula mkate kama mwili wa Yesu, tunakumbuka mwili wa Yesu. Wale ambao walikuwa na wadhulumu walikuwa wanaenda wanasema kwamba wale watu ni wakula watu, maana wanasema wanakula mwili wa Yesu. Kama wanakula mwili, those are cannibals. Hao ni watu ambao wanakula watu. Ili ilikuwa tu ni mashtaka ili waendelee kudhulumiwa. Bwana Yesu asifiwe. Yenyewe zilikuwa nyakati za hatari. Ukiitwa Mkristo zilikuwa nyakati za hatari. Wakristo walipitia shida nyingi sana. Hao ni wa Efeso. Siku ya leo neno la Mungu linatuambia ni nyakati za hatari. Wakristo ni nyakati za hatari. Mwimbaji mmoja akaimba akasema, siku za mwisho ni nyakati hizi. Wenye imani watawekwa kando. Imani yao itafanya nini? Itajaribiwa. Lakini Baba tunaomba ukatutie nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Hizi ni nyakati za hatari. Kwa sababu mambo ambayo yanafanyika yengine ni ajabu. Juzi tu mlisikia kanisa moja huko upande wa Kisumu, mzee wa kanisa alidunga mwingine kisu akiwa kwa madhabahu. Yule habari alikuwa anatangaza, mwingine akakuja, ukidhani ya kwamba ni mwenzako anakuja kukupasha habari, labda kuna kitu umesahau, akamduga kisu na akamuua. Tumeyasikia mambo hayo. Hizi ni nyakati za mwisho ambapo watu wanatesewa mambo mengi na wale tu ambao wanaamini. Unatendewa tu na Mkristo mwenzako. Yale mambo yanafanyika katika nchi yetu hayafanywi na watu wengine, yanafanya tu na Wakenya tu. Watu ambao wanasema tu wanamwamini Mungu wanafanya mambo ambayo hata huwezi ukaeleza. Bwana Yesu asifiwe. Hizi ni nyakati za mwisho. Wakristo tusimame imara. Tusimame imara ili tuweze kushinda. Na ndiposa Paulo alikuwa anawaambia Wakristo ya kwamba faeni silaha za vita. Na hii vita sio sisi tumeanzisha. Unajua kama ni sisi tumeanzisha tungesema kwamba kutoka leo hakuna vita tena. Mwenye ameanzisha hii vita ni Shetani. Na ni vizuri tukijua Shetani alitangulia duniani kabla mwanadamu hajakuja. Shetani alikuja kabla ya Adam. Wakati alifanya mapinduzi huko mbinguni akafukuzwa na malaika zake wakatumwa hapa duniani. Kwa hivyo mwanadamu akija hapa alimpata Shetani. Na kwa hivyo Shetani akawa ni adui wa Mungu na akawa ni adui wa wale wote ambao wanampenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo vita iko.
Ni vizuri tukae tukijua vita iko. Yeyote ambaye atakaa pale raha mustarehe akidhani hakuna vita, vita iko. Lakini Biblia inatuambia kwamba faeni silaha za Bwana, kwa sababu ni Bwana peke yake anaweza tusaidia. Vita siko katika familia. Kama wewe unafikiri familia yako iko salama, unajidanganya. Vita iko na itaendelea kuwa, kwa sababu mwenye vita bado hajashoka, ni mzee. Na ni mzee ambaye hajashoka, amekuwa enzi na enzi. Hakuna siri hajui. Wewe ambaye unadhani ya kwamba wewe ni kijana, unadhani uko salama, hauko salama. Usalama uko tu katika Yesu. Hakuna mahali pengine, na uko katika vita. Wakristo tusikae tu pale tuliokokea tu, nimeokoka hizi ni Bwana. Hiyo peke yake haitoshi, tuko katika vita. Ndiposa Paulo alikuwa anawahimiza Wakristo wasilale, kwa sababu wako katika vita. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hii vita tutavaa silaha ambazo tutapewa na Mungu. Mungu ndiye atatupatia silaha ambazo zitasaidia kuweza kushinda vita. Maana hii vita tunapigana si ya mwili na damu, ya kwamba unaambia mtu kuja tuonane, yule atashinda mwingine, ataheshimu mwingine. Hii ni vita tunapambana, na ni vita ya kiroho. Ni vita ya kiroho. Na tumesema vizuri sana, mwenye tunapigana yeye amekuwa katika miaka mingi. Ni principalities, ni wale ambao wamekuwa katika utawala wa giza, ndio tunapigana nao. Bwana Yesu asifiwe. Juzi nikakuja kusikia kwamba kuna mpaka territorial demons. Ya kwamba kuna mapepo ambayo yanashika, kwa mfano labda hii ya KCC. Mapepo wanasema kwamba sisi ndio huwa tunasema hapo. Na kwa hivyo ukikaa mahali hapo, usipokuwa gagari katika imani, hakuna mahali utaenda. Utakuwa unajaribu tu biashara, haipiti mahali kiwango fulani, kwa sababu kuna territorial powers ambazo zinatawala hapo. Wakristo ambao wako hapo wakilala wakose kuomba, watakuwa tu naomba tu maombi ya shakura, tumeshukuru kwa sababu ya ugali, wanasema tu amen. Inafika tu hapo. They don't know that they are in darkness. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama umeshasikia watu wamefanya harusi na wanagoja wapewe zawadi. Na kuna watu wengine wanaenda na zawadi. Si ya kwamba wanapenda wala wanafanya harusi. Hizo zawadi wamesibeba sikuwa na nguvu za giza. Ya kwamba mkishapokea hiyo zawadi, mkitarajia harusi yenu itasoga mbele, mbarakano inaanza tu hapo. Mnaanza kujiuliza, where did it go wrong? Unless mtu apate spiritual eye, ajue kwamba hii vita is more than I can see, watu watakuwa katika shida. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka nikasikia kuna watu wengine, dunia kweli iko na mambo. Wanaenda kusalimia mtu, ate mtoto amezaliwa. Hata juzi mlisikia mtu alienda kusalimia mtoto, a newborn baby. Na mama akamwashia, mlisikia hiyo story. Mama akashia mama mwingine, mama wa kanisa amekuja kuona mtoto. Dada yangu katika Yesu ameona amepata mtoto. Na mama akatoka nje kidogo, ameashia mshirika mtoto. Mshirika alifanya nini? Wala walisikia hiyo habari, alimpatia mtoto sumu. Mlisikia hiyo hadithi? Mwaka huu tu. Na alikuwa mama, alikuwa bibi ya kiongozi wa kanisa, na akatagulia pale. Who could suspect ya kwamba mama wa kanisa anaweza kuja kuwa umepata tu juzi a newborn baby? Ni nyakati za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Tunasikia mambo ambayo ni ya kuogofya, ya kwamba mtu amekuja na zawadi ya mtoto, kumbe kuna mambo ambayo yako nayo. Wakristo tukae macho, tukae randa, tuko katika vita. Tunaweza dhani hakuna vita, lakini ni wakati vita imeshasha. Maana mwenye tunapigana na yeye we are fighting against principalities. It's a spiritual battle in the spiritual realm. Bwana Yesu asifiwe. Katika anga ya kiroho mambo ni mengi. Nimeshasikia kuna pepo za kifamilia, ya kwamba kuna mapepo huwa yananena katika familia, yanasema hapa katika hii familia kutakuwa hivi na kutakuwa hivi. Na kwa hivyo yote ambaye anajaribu kujiinua, vita inaanza hapo. Na unajua vita ikianza mambo ni mbili, uendelee mbele ama urudi nyuma. Kwa hivyo ukirudi nyuma unaendelea kugandamizwa, lakini ukiamua kuendelea mbele, vita inakuwa kali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo Mungu anatunenea tuko katika vita, tukipigana na shetani, na tukijua kwamba hii vita si ya mwili na damu, ni ya kiroho. Na kwa hivyo ili tushinde lazima tufae silaha za kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Paulo diposa alikuwa anasema kwamba faeni silaha za vita na mfae zote, si nusu. Ni kuvaa zote, ni kujihami kabisa, kama vile askari huwa anajihami. Ni kujihami kabisa kama mtu ambaye anaingia kwenye vita. Na jambo na shida kubwa ama hatari kubwa ni mtu kukosa kuelewa nyakati ambazo tunaishi. Mtu kukosa kujielewa. That is the worst thing mistake mtu anaweza fanya. Kwa hivyo kila mtu tuwe macho, ambao tunasikia neno la Bwana, tukae tukijua kwamba tuko tayari kupambana katika hii vita.
Lakini vita ni vizuri kwa sababu tunavaa silaha za Bwana. Bwana wa majeshi, Bwana ambaye hakuna siku hata moja atashindwa. Mtu mmoja akauliza, na badala ya mambo yote, si Mungu akafanya tu one touch, amuue shetani? Kama kuna jambo baya ilikuwa anaipigania. Lakini mtumishi wa Mungu mwingine akasema kwamba God is a God of process. Mungu hawezi akatumia shortcut. God is a God of process. Bwana Yesu asifiwe. Lazima Wakristo tutembee katika hii safari na tutembee na yeye. Tumkubali Yesu ambaye amepeana hapa kama mwokozi, tutembee na yeye aweze akatushindania. Bwana Yesu asifiwe. Si ya kwamba atapigana yeye mwenyewe, hapana. Sisi wenyewe ndio tutapigana tukiwa katika Bwana, na ndio posa tutaitwa washindi. Bwana Yesu asifiwe. Silaha ya kwanza ni silaha ya ukweli. Watu wengi ukweli unaliganishwa na mshipi. Mshipi ni mzuri sana kwa sababu mtu akiwa amevaa mshipi, nguo inashika vizuri. Kwa sababu asipopaa mshipi, hiyo nguo itaanguka na itakuwa ni aibu. Imagine mtu mzima suruali yake inaanguka, ni baya sana, ni aibu kubwa. Watu wa Mungu tukikosa kuwa na ukweli tutaaibika. Watu wengi wamekuwa wakiishi katika maisha ya udanganyifu, lakini hakuna ukweli. Wacheni tutue na ukweli wa mambo ya kwamba tumeokoka na tunaishi katika wokovu wa nani? Wa Bwana. Kuwe ni wapi tuseme ya kwamba tumefanya nini? Tumeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Nimeshasikia watu wengine wanaenda mahali, mtu anasema ameokoka kulingana na ile situation. Kuna mahali anaenda hasemi ya kwamba ameokoka. Lakini vizuri hata ukua wapi, hata kama uko miongoni katikati ya watu gani, waambia kwamba mimi nimeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka mahali moja nilikuwa nafanya kazi na ikasemekana kwamba kuna mtungi wa gasi umepotea. Na ikasemekana kwamba kutaitwa mganga, na huyo mganga akija atajua ni nani aliiba huo mtungi. Na yenyewe mganga akaletwa mtu alikuwa amevaa mavazi mengine. Ikasemekana kama unajua si wewe uliiba huo mtungi wa gas, uguse pale. Usipogusa ni wewe. Haya. Mimi nikafikua wakati wangu nikasema kwamba sigusi. Nikaulizwa kwa nini? Nikasema jambo la kwanza, mimi nimeokoka. Na kwa hivyo kila kitu inafaa kuanza na maombi. Hatukuomba. Jambo la pili, kama nimeokoka nimesema sio nimeimba, mimi nagusa pale nifanya namna gani? Nikaambiwa utafutwa kazi. Nikasema hata nikifutwa kazi nitapata nafasi nzuri ya kutoa ushuhuda ya kwamba nilifutwa kazi kwa sababu ya kukataa mambo ya giza. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mahali nilipelekwa na hakuna kazi nilifutwa, wala waliguza ndio walijiona wakiwa wajiga. Nilikuwa nawaambia nini, unakaa namna gani? Kaa imara. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Simamia wokovu wa Bwana. Hata kama ni kazi utafuta ama ni nini, sema tu umeokoka. Wacheni tujifunze kubeba ukweli. Tukipiga shenga, hiyo ni silaha ya shetani na tutaweza kuaibika. Shetani anafurahia wakati wa Kristo wanakuwa watu ambao hawana ukweli. Siku hizi watu wanadanganywa. Wanaambiwa kwamba kufanya hivi ndio wokovu. Hata wengine wanapewa mpaka maji. Unaona mtu ni mimi mwalimu, unakuta mtoto darasani ako na kashupa ya maji, unamuuliza hii ni ya nini? Nilipewa nikaambiwa kwamba nikiwa na hii hakuna mapepo yatafanya nini? Yatanipata. Nikamuuliza kwani mapepo yanakuwa shuleni? Mapepo huwa shuleni, si yako kila mahali. Haya, unaona mwingine amefungwa kakaba hapa, ya kwamba kuwa na hiyo kamba hakuna pepo inaweza kushika. Mwingine wamebadilika mpaka vibago kwa nyumba, ya kwamba ukiweka picha yangu katika nyumba yako hakuna pepo itakushika. Na unaona watu wanafanya nini? Unanunua picha ngiri ili mapepo yasikushike. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo yote ni udanganyifu. Watu wanadanganywa. Siri ni kumjua Yesu na kumwamini nani? Mungu, na kuamini neno lake. Sio kubeba picha ya mtu, sio kubeba maji, sio kuweka vitu ati kuna kitu umewekwa, ati kuna alama umewekwa. Hizo zote ni njia za kuwadanganya Wakristo. Ya kwamba yeye huwa huombi, maana uko na kaba umefunga kwa shingo. Hata kuna wengine nilisikia kwamba wako na nguvu za biashara. Ati kuna utumaji unamwaga hapo ndio wateja wafanya nini? Wakuje. Na wengine wanauziwa woga. Ati wewe hujui, wewe kaa tu hapo. Mambo ni mengi, lakini nataka kusema kwamba ukweli ni Yesu. Na hata ikiwa namna gani, neno la Yesu ndilo litasimama milele na milele. Tusidanganywe. Mtu asidanganywe. Watu wameporwa pesa. Watu wamenyang'anywa mpaka mali yao. In the name of kwamba nataka kuishi maisha. Kama unataka kuishi maisha mazuri, siri ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndipo kuna ushindi na Mungu atatubariki. Haya, silaha ya pili. Haya ni breastplate of righteousness, ngao ya kujikinga,
kiga kifua, roho, utakatifu, righteousness. Utakatifu ambao unatoka kwa Bwana, sio utakatifu wetu wa kujitakia. Unajua kuna self righteousness kama yule wa Farisayo walikuwa nayo, mimi sio mtoza ushuru, sijui mimi hufanya nini, lakini righteousness comes from God and believing in Christ. Sio kusema kwamba mimi ni mzuri, mimi huwa sikunywi pombe, mimi sifuti sigara, mimi katika familia yangu hakuwaga na vita, mimi huingia kanisani mapema, mimi hutoa sadaka. Hizo ukisikia mtu akianza kupeana sababu, that is self righteousness. Righteousness comes from God and it is beyond merit. It is just by the grace. Praise the name of the Lord. Ni kwa neema. Mambo yote ambayo tunafanya mazuri ni kwa neema, sio sisi. Ukiona mtu ameanza kujihesabu, hiyo sasa sio utakatifu wa Bwana, huo ni utakatifu wa kujinengenezea. Kuna mtu alisema kwamba mimi hata mmekuwa nikiniona hapa mimi nakaa tu kama nimeokoka. Hapana, kuokoka ni kumwamini Yesu na kukiri kwa mdomo wako. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi sikai, hata kuna watu wengine wameokoka sijui anafanya, that is self righteousness. Tunaongea mambo ya utakatifu ambao unatoka kwa Bwana wa kujiashiria kwa Mungu. Ya kwamba lolote ambalo unafanya, yote ambayo Mungu anakusaidia ni kwa utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunakosa kuonekana, Mungu anaonekana. Kama vile Yohana alisema, mimi ninyenyekee, wewe uinuke. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tukosekane kuonekana, Mungu aonekane. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kila kitu kinapatia Mungu utukufu. Kwa sababu roho, katika roho hapo ndio mambo yote inatoka. Na ndiposa katika kitabu cha Methali inasemekana kwamba linda roho yako. Ni vizuri ulinde roho yako, maana hapo ndipo mambo yote yanatoka. Bwana Yesu asifiwe. Na roho ni kama msitu, iko na mambo mengi sana. Wakati mwingine unaweza dhani mtu ako na furaha, lakini ndani ya roho yake hana amani. Wacheni tujifunze roho zetu kuwa na utakatifu wa nani? Utakatifu wa Bwana. Bwana awe anatuongoza. Tupatie Mungu roho zetu awe anatawala. Mnenaji mwingine akasema kwamba si ati unapatia Mungu roho nusu na ile nyingine unabaki nayo. Wakati umepatia roho yako Mungu, huo ndio wakati uko nayo. Because wakati hauna Mungu, hakuna kile uko nacho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu atuongoze tukifaa the breastplate of righteousness ambayo tunapatikana na Bwana. We are justified. Si ya kwamba tulikuwa watu wazuri, lakini Mungu alisema kwamba sisi si wenye dhambi tena. Sisi ni watakatifu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama umesimama mbele ya hakimu, mbele ya koti, na jaji amesema kulingana vile nimeona, huyu mtu kutoka leo hakuna mashtaka tena, kesi yake imefanya nini? Imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Kule tulitoka tuko wazuri, lakini Bwana akatufanya tuwe wake. Sasa we are free. Tumeokoka, si ni viumbe mpya, tunasonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Ya kale yamefanya nini? Yamepita. Sasa si ni viumbe mpya, tusonge mbele. Wacheni tupatie roho zetu Bwana. Mambo yote ambayo ilikuwa kwa roho zetu zote tumpatie. Maushungu, mambo mengi ambayo yalifanywa kitambo mpaka leo yanakusubua, yatoe, wacha Mungu atawale, tuweze kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo utapata silaha. Otherwise, shetani atakuwa anakaa na kukubusha, kwa sababu kuna nafasi ya moyo wako umempatia ama umemwashia. Mungu atusaidie sana. Silaha nyingine ni kuvaa viatu vya amani ama cha kueneza injili ya amani. Viatu ni vya kutembea. Wacheni tutembee kila mahali tukipeana injili ya Bwana. That is the mission, great mission. Hiyo ndio mission ya kanisa. Ile kazi yote tunafanya hapa ni ya kufanya tu watu wajue Yesu. Mahali popote tulipo, mahali popote unafanya kazi, katika familia yako, kila wakati wacheni watu wamjue Yesu, wacheni tuwe chombo vya kueneza injili ya nani? Ya Bwana. Kwa sababu shetani hangetaka watu waambiwe ukweli, shetani hangetaka watu wamjue Yesu. Kwa sababu wakati walifanya makosa wazazi wetu, Mungu akamwambia nyoka ya kwamba kutoka leo utakuwa adui na mtoto wa mwanadamu. Na huyo mtoto wa mwanadamu katika kiroho ni Yesu. Vita ilitangaza kutoka mwanzo ya kwamba Yesu atakuwa adui ya shetani. Kwa hivyo kila wakati Yesu akitajwa, shetani anatetemeka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo shetani haketaka tueneze injili, tusinyamaze, tuendelee kuambia watu wote mambo ya Yesu. Lakini tukumbuke ya kwamba kazi yetu ni kuambia watu wa Yesu, kuokoa ni kwa Mungu. Sio sisi huwa tunaokoa. Kwa hivyo hata ukipeana neno watu wakose kuokoka, si hata kwamba hujafanya kazi, waashie tu Mungu atafanya nini? Atawaokoa. Bwana Yesu asifiwe. Maana yeye anajua kufanya nini? Kuokoa. Kwa hivyo kila mmoja wetu tumeitwa tukaeneza injili ya Bwana popote tuendapo. Uwe kijana, uwe nani, popote ulipo, ukipata nafasi waambie watu injili ya Bwana, tufae viatu vya wokovu. Tuwe na ngao ya imani.
Imani ambayo tunaambiwa katika kitabu cha Wahibrania, imani ni kuamini mpaka ile mambo ambayo hayajafanyika unaamini ya kwamba yatapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na imani ya kwamba tutashinda. Tuko na imani ya kwamba yote yatawezekana. Milima ni mingi katika maisha yetu. Giza ni kubwa mbele yetu, lakini hatuogopi, tunasonga mbele kwa sababu tuko na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mwingine imani huwa inatigizika. Wakati mwingine shetani anaweza fanya nini? Anaweza kukutisha. Akuonyesha ni kama hujamwamini Mungu. Kuna wakati unaomba, unaona ni kama wakati umeomba ndio mambo yameshasha sana. Usipoteza imani. Hiyo ni shetani tu anakuja kufanya nini? Kukutisha. Lakini Bwana ako pamoja na wewe. Bwana ako pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Tusipoteze imani, tuendelee kuwa na imani katika Bwana. Ni nini hiyo imekulemea katika maisha? Ni jambo gani leo umekuwa ukiombea Mungu kuhusu kazi yako, kuhusu biashara yako, kuhusu watoto wako, kuhusu mambo hata katika kanisa kuna mambo ambayo tumekuwa tukiombea. Mungu ako pamoja nasi na tuendelee kuweka imani. Otherwise imani yetu ikienda chini tutaweza kushindwa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atubariki. Hiyo ndio itaweza kuzima mishale ya shetani. Na mishale iko. Mishale iko ya magonjwa, mishale inajiita frustration, mishale inajiita disappointment, mishale iko katika hii safari na katika hii dunia. Na tukae tukijua katika hii dunia mambo hayo yako. Hata yakikupata ukiwa Mkristo, si ya kwamba umeonewa, hapana. Ni vizuri tukae tukijua katika hii dunia haya mambo tutakuwa tunayapitia, lakini Mungu atakuwa anatusaidia. Diposa Daudi alikuwa anasema, hata ingawa ninapitia katika kivuli cha mauti, sitaogopa. Kwa hivyo hata kama tunapitia katika mambo ambayo yanatushtua, tusiogope kwa sababu tuko na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alijua hivyo na akasema, Bwana usiwatoe hapa duniani, lakini Baba wapatie nguvu, uwawezeshe. Yesu anajua yale tunayapitia na hatutatoka katika hii dunia, lakini atatuwezesha, tutaweza kuibuka tukiwa washindi. Bwana Yesu asifiwe. Tufae kofia ya wokovu. Kofia, mtu akiwa amevaa kofia, ukiangalia askari huwa anavaa kofia ili hata akirushiwa mawe hakuna kitu kinamuumiza katika kichwa chake. Tukifaa wokovu, tumevaa kofia. Hakuna mawe ya shetani ambayo yataweza kutuumiza. Tutakuwa salama salimini. Bwana Yesu asifiwe. Haya, tuwe na sword, ile silaha, ile upanga wa neno la Bwana. Neno la Bwana ndilo linatupatia mwangaza. Mungu ananena nasi kupitia kwa neno lake. Tujifunze kusoma neno la Bwana. Siku hizi hata neno liko kwa simu. Tafadhali jipe wakati.
Hatutaogopa kamwe kwa sababu kwa pamoja nasi. Tunakushukuru na kuinua mfalme wa mbinguni, tukiendelea mfalme wa mbinguni. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mbarikiweni.